Naam, hatimaye tunazidi kusonga mbele na hii ni episode ya kwanza kabisa mitamboni Real Voice BK Masalia Lukumai mitandaoni kama kawaida. Tunazidi kusonga na kitu anakiita bongo haka vipasi wanazidi kutuweka safi kabisa 0616673883 ndo namba ofisi, piga direct utapata kitu anakiita the bongo haka. Picha yetu inaanzia katika jiji safi sana, lakini katika hili jiji kuna watu bado wanazidi kuichafua hili jiji. Wanaichafuaje? Usikose katika episode ya pili, utaona jinsi hili jiji linavyochafuliwa, jinsi hata lilivyo safi hivi. Picha yetu inaanzia katika kijiji moja safi. Kuna vijana wawili wanaingia, mmoja Masai na mwingine ni haka. Huyo ni mlinzi, huyo Masai ni mlinzi, anatimiza dei wake kama kawaida. Vijana hao walikuwa wanafanya unyamera, lakini baada ya kuona unyamera hauna maana, wakaamua kukaa direct kitako kwa ajili ya kuisaidia jamii katika mambo ya kiteknolojia. Lakini kama unavyoambiwa siku zote, kama kuna mjengaji lazima kuna anayeharibu. Iko wazi, huyu sasa ndo anawaharibia. Mtu huyu alikuwa anapokea simu zake na kuhakikisha anatimiza majukumu yake naye kwa upande wake wa kuharibu. Alikuwa anaongea na kijana wake jinsi namna kupata kodi. Unaambia mtu wa story anatuambia jamaa huyu alikuwa ameenda hadi Marekani kwa ajili ya kusomea tu namna ya kuja kuhaki. Kijana huyu, bosi huyu alimtumia kijana mmoja kwa ajili ya kufanya kazi yake inavyopasa, kwa sababu yeye anakaa nyuma ya pazia. Hasa nao hawa wakawa wanaingia katika ofisi yao kwa ajili ya kutimiza majukumu yao, kuisaidia jamii katika masuala zima ya kiteknolojia. Swala ya kiteknolojia ni pale mtu akihakiwa, pesa zikienda katika mfumo wa mtandao, ama jamaa wanawasaidia watu kurudisha pesa zao. Hasa vijana nao wakawa wanapanga namna nzuri sasa kuenda kuiba kodi, ambazo hizo kodi zinapatikana kwa hao vijana ambao wanaisaidia jamii. Jamaa mmoja akawa anaongea sasa namna nzuri na ramani nzima ya kuichana kwa ajili ya kuhakikisha hizo kodi zinapatikana. Unakumbushwa tu kwamba kijana, usisubiri nafasi ijenge mwenyewe, kwa sababu majukumu yako madogo madogo yatakufanya kesho yako iwe nzuri zaidi. Na siku zote usiishie kulalamika maana maisha hayaji kwa kulalamika, maisha yanasetiwa kwa kufanya kazi kwa juhudi. Hao nao wakawa wanafungua ofisi, wakifungua ofisi wanaweka open, wakifunga wanaweka closed. Masai anaendelea na majukumu yake kawaida. Huyu naye sasa anafungua kompyuta yake tayari kuanza majukumu yake ya siku kama ilivyo ada. Anaendelea na majukumu yake kila siku kabisa. Lakini unaambiwa siku zote penye miti hapakosi wajenzi. Siku zote penye miti hapakosi wajenzi. Wajenzi wenyewe ndio hapa. Sasa huyu jamaa anataka kodi. Hizo kodi zinapatikana kwa hawa majamaa ambao wanaisaidia jamii. Sasa kaka kitako sasa uone jinsi hizi pande mbili zinazokinzana. Hawa wanasaidia jamii, lakini hawa wanaharibu jamii. Utaona jinsi itakavyokuwa. Jamaa akawa na seti mambo yake safi nini, kazi zake ziende poa, lakini vijana huyu alikuwa anaendelea kukodi kwa ajili sasa kuendelea na majukumu. Anatengeneza mfumo ambao mfumo huu anaotengeneza ni mbaya sana, kama endapo ikipatwa na hao manyamera na kodi zipo ndani. Jamaa akasoma ramani akaona kuna mlinzi mmoja. Jamaa mmoja akatoka akadownload kaminya kushoto. Kama unavyoambiwa, bosi huyu alikuwa na kijana wake, lakini kijana huyu pia alipiga mambo ya udaktari, lakini baada ya kudisco akaamua akaachana na udaktari, sasa anafanya unamera. Kwa hiyo anatumia skills yake kwa upande wake. Ana dawa moja hiyo, ukipigwa shingoni unalala mazima, yaani unaamka baada ya masaa kadhaa huko mbele. Sasa hii anaendelea na majukumu yake kumlinda huyu haka. Huyu haka anataka afanye kazi katika mazingira yake safi na tulivu. Siku zote hata kila kitu kinahitaji mazingira tulivu kwa ajili ya vua. Sasa akamweka kuku wake target tayari. Jamaa akashamshusha mtu chini na anaenda sasa kuchukua kodi. Kodi ziko ndani. Jamaa na kodi anatengeneza mfumo wake. Mfumo huu anaotengeneza ni mbaya endapo kama ikipatwa na manyamera. Mfumo huu unatengenezwa kwa lugha ya Python na PHP. Kwa hiyo wanazidi kufanya matukio ya jinsi ilivyo ada. Sasa akagongewa mlango, yeye anajua tu ni njerendo anamgongea mlango, kwa hiyo haina shida. Anaendelea kukodi, hajui hili wala lile, akaisi kuna kitu mlangoni. Akaamka sasa kwenda. Usiamke wewe, ni mtego huo. Anaamka kimawenge, anaondoka sasa kwenda kusete. Bahati mbaya Israeli mtoaro kashafika. Mtu kashajiandaa usiku kucha namna kuingia hapa, namna kuiba kodi, nyewe mnakaa kidandara kifarafara. Akaingia kama kawaida, akaseti PC safi kabisa. Yes, unakumbushwa kwamba
Ukilala sana ndoto zako zitafanikiwa bila wewe kujua. Ndoto zinakamilika huko kwenye usingizi huko. Anaiba sasa data. Hizo kodi ziko hapa. Bwana kisha anahamisha. Akakaa vizuri, ni mtaalamu, anapiga afya na anapiga mambo ya IT. Anaelewa kabisa. Kwa hiyo anahamisha kodi. Hii ni mission yake ya kwanza kabisa anapewa na anahakikisha ina successful. Kijana mwenzangu, maisha hayaji kwa kulalamika. Yanabadilika kuchukua hatua. Na ukiona siku zote mzee anakuambia sikiliza, jiandae kwa kipindi cha saa moja, hiyo iko wazi. Akacheki chenchi ziko down. Masai bado kalala tu, dawa bado inamsenzisha. Akarudi kuchukua hizo chenchi. Msimu huu 10,000 ukiipata, msimu huu ni mgumu sana, wewe unaiweka tu uione. Aliendelea kulala baba. Anachungulia ramani, kodi kapata na anaondoka. Sasa Masai anaamka sasa, niko baa au niko kwenye ng'ombe? Niko kwenye nakumbuka. Tayari sasa anaamka. Anawahi sasa ndani kumcheki bosi wake sasa kama bado yuko live. Anakuta tayari mtu kashalala. Akicheki hakuna usalama. Na akakumbuka kwamba huyu jamaa siku zote amwambia nikikamatwa au nikiumwa nipeleke ukanitibu kwa porini huko. Kwa sababu anatafutwa sana, ni wanted. Sasa huyu jamaa kaleta flash, kakabizi. Wanabadilishana vitu vyao hapa tu. Alimpamisha kamilisha na ikaja na flash kapewa. Sasa Masai kaja huko katembea maili nyingi sana. Akaamua kujiseti kidogo. Jukumu zinaendelea kila siku, usisahau watu ndogo kwa sababu hata simu itaanza kwa 1% hadi 100. Iko wazi hiyo. Mzee anachoka, anacheka peke yake, lakini ujue anapocheka anakumbuka ujanja wake wa zamani aliofanya kipindi akiwa kijana. Kwa hiyo ukiona wazee anacheka ujue kuna kitu anakumbuka. Sasa mission siku ya pili, sasa kuna mission nyingine anapewa, iko wazi. Masai huko anahangaika kwa ajili ya kumtibu jamaa aamke, kwa sababu bila huyu jamaa mambo yake hayawezi kwenda. Ni aheri angebaki huko kijijini kwa ajili ya kutimiza na kuchunga ng'ombe. Sasa kijana, sikiliza, kuna mteja anataka Google Pixel ya maana. Kwa hiyo hakikisha na hii mission kama ulivyokamilisha flash unaipata. Wewe umedisco haina shida, tutakusaidia kwa namna hii. Sasa Masai naye akanywa maji kidogo, lakini mgonjwa kwanza apone, mambo mengine yafuate. Sasa na wakamaliza mission ya pili. Sasa ni kuiba simu Google Pixel. Huku Masai anahangaika kwanza huyu jamaa aamke, kwa sababu bila huyu jamaa hawezi kuendelea na majukumu yake kama inavyotakiwa. Ni aheri arudi huko kijijini kwa ajili ya kuendelea kwenda kuchunga tu. Anacheki dawa. Unajua hawa vijana kipindi cha corona hawakutezeka, ilikuwa ni mizizi tu. Na waendaga hospitali mara chache sana mkute Masai hospitali. Ukimkuta basi huyo kazidiwa. Akamcheki atamwamsha. Naona dawa, si unaona zimefanya kazi. Hawa wanajua madawa sana, ni wataalamu. Ungesomaga mambo ya sayansi haya, wangekuwa mbali sana. Wangekuwa mbali mno. Sasa akaamka akamseti kwanza ili wenge litoke na endelee. Katika soko moja inaonekana kuna kijana mmoja na pasi. Huyu jamaa sio afanya research, akapamia moja. Sasa anasaidiwa, simu inaenda. Unaona Google Pixel inaenda, lakini kama ujala dongo mchana huu huwezi amini. Simu hiyo imeenda, hiyo Google Pixel. Ngoma imeenda, inaugire hiyo. Ngoma imepass. Jamaa mission ya pili inakwenda ku success. Ya kwanza kaiba flash katimia na Google Pixel imeshaenda hiyo. Sasa jamaa yuko porini anacheki simu nini. Sasa huyu njere huyu naye ametoka kufanya research na sisi ni mwanafunzi. Anacheki sasa, mbona simu sina hii? Nimeiacha ghetto au nimeiacha chuo? Sasa nao wanabadilishana, wasema wale majamaa wametuumiza sana. Wametuumiza mno. Sasa nakumbuka hii simu nimeiweka wapi? Watu wanarudisha watu wengine nyuma kimaendeleo, kwa sababu unapoibiwa unaanza tena, yani unaanza tena maisha. Akakumbuka unasaa katika soko aliparamiana na maharamia ya simu, ndio ilienda hapa. Lakini akakumbuka kuna mahali moja ya kuanza nako. Hawa sasa na wenyewe wanabadilisha, tuondoke sasa tena turudi ofisini, lakini usifanye uzembe tena. Sasa Masai akacheki chini ya maji, kuna mambo mengi sana. Kuna dawa, wa Masai wanajua.
wewe umuulize Masai chini ya maji kuna nini. Akatoa dawa moja kidogo, akamwambia meza. Ni meza. Mimi nakupa dawa utaki. Haina shida. Akamrudisha jamaa wake, bosi wake akamrudisha ofisini, tayari kuanza na majukumu yanaendelea. Sasa mteja huyu akarudi sasa, kwa sababu hapa anasikiaga watu wanasaidiwa nini. Masai alikuwa hana uzembe tena, anajua ndo wale nini. Anajiandaa vizuri kwa sababu mara ya kwanza alipigwa dawa. Alipigwa dawa kwa hiyo ukiendelea kusema nitafanya kesho itachoka kukusubiri. Kwa hiyo anza uliko na anza ulichonacho, kijana mwenzangu kama wewe. Anza. Akamsikiliza, akajua simu imeibiwa. Anajua namna ya kuwatreat wateja wakija. Sawa sana, anasaidia jamii. Sasa jamaa wake huko anagonga mapython tu, ngoma zinaenda, mfumo unatengenezwa. Kwanza Masai ni watu wapole sana. Akampa maji kwanza atoe wenge, kwa sababu jomba inaonekana naye wenge sana. Google Pixel imeenda hapo, kama anabahatisha hivi kwamba inaweza ikarudi au isirudi. Sasa akaambiwa andika email mambo yaende. Hata sasa hivi simu ukiibiwa unakimbilia kuzima, watu wanatrack hadi kwa email. Simu inawashwa kwa kutumia email, sio line tu. Hata ukivunja line haina maana sasa hivi. Sasa email ikachukuliwa, haina shida, subiri kidogo. Akaingia sasa ndani, akatoka na namba ofisi. Akaambiwa sasa tafuta kiswaswadu tuwasiliane kwa hiyo namba, twende tukatafute simu yako tunaitrace na tunaitrack kwa ajili ya kuipata. Kwa hiyo haina shida, wewe wasiliana nasi kwa namba hiyo. Jamaa akaenda akasema itafanikiwa. Ni wanaume wakarudi kazini sasa kuitrack ile simu, kama wataiona watatumia email tu. Yaani ni mzunguko wa chapu sana. Usijidanganya sana unapoiba simu ya mtu alafu ukaishia kwenda kuna nini. Watu wanatrack hadi email. Haina maana sasa hivi kuiba simu. Kwa nini uibe? Simu ikanasika bana, iko hapo Google Pixel found Raw Forest. Hapo kama hujachanja au hujala dongo huwezi ona hiyo. Ikaandikwa taarifa, jamaa na link sasa na device. Sasa jamaa anaangalia nimgeuke huyu bosi na mimi nifuate mambo yangu mengine, kwa sababu na mimi natafuta kazi. Lakini tayari naye ameshaingia kwenye mtego, simu ishatrakiwa muda, kwa hiyo anaonekana yuko wapi. Kwa hiyo mambo akawa anaenda vizuri kabisa. Anakagua simu hii kitambo Google Pixel kabisa, nimpelekee yule Nyamera. Sasa Masai akamwambia mwenzake, wewe pita hivi, huyu ndo aliibiwa simu. Pita hivi tumzungukie Uboya yuko maeneo hapa. Yuko hapa ukizidiwa piga ukunga tu, najua namna kukabiliana. Kama ninakabiliana na simba, sembuse binadamu wa kawaida tu. Kaa vizuri sasa. Jamaa cheki zungukia simu inanasa katika mitambo hapa. Simu inanasa vizuri kabisa hapa. Usisahau tu unaweza kutangaza biashara yetu kwa 0616673883. Jamaa si huyo hapa. Cheki simu nini? Mambo yanazidi mimi sina la ziada, tukutane katika episode ya pili mitamboni Real Voice. Nashukuru wadhamini wengi kama DJ Mafia, Baba Mafia, na wengine ambao wamezidi kutupa support. Sina la ziada, tukutane part 2. Bye. Sina la ziada. Asante na karibu.